makosa anayoipata. Kwa anapokuja kugundua kwamba amekwenda mbali sana au amekosea, yani anakuwa amekwenda mbali sana kwa sababu hakupata support. Kwa hiyo katika kipindi chetu hiki au nafasi yetu ndogo tulionayo leo, nasema sio ndogo, fupi, tutazungumza baadhi ya mambo ya msingi ambayo mengine ni kama kurudia, kwa sababu kwa siku za leo hatuwezi kuassume kabisa, hata ukizungumza na mtoto wa miaka 12 au 15 kwamba unazungumza naye vitu vipya asivyojua, wasiomba hajasikia. Kwa hiyo tunachozungumza tunajaribu kulenga kukusaidia katika yale ambayo yanakukabili kwa ajili ya mazingira na umri ulionao, ili kunyoosha mengine ambayo labda ulikuwa unayafahamu lakini yalikuwa hayajakaa vizuri. Kwa ufupi, tutaangalia au mambo ambayo katika kuzungumza nitajaribu kuangalia kama kuona kama Mungu atusaidie tuweze kuyaelewa. Kwanza kabisa ni kukusaidia au kumsaidia kijana ajue, ajitambue yeye ni nani na ajue thamani yake. Hilo ni jambo la msingi sana, kujitambua wewe ni nani na kujijua jinsi ulivyo mtu wa thamani sana. Sasa hilo ni la kwanza. La pili, tutajaribu kuzungumza juu ya mambo machache ambayo ni ndoto potofu zinazopelekea watu kuingia katika mahusiano kabla ya wakati, prematurely. Na wanapoingia kule, kuna mambo fulani ambayo yanasemwa, yanasikika, yapo katika mzunguko, katika watu wanapozungumza, katika makundi, katika nini, na ni mambo ambayo ni hatari sana na wala hayana ukweli wowote. Kwa hiyo tutagusa mambo machache ili kama kwa mfano kuna hayo unayasikia huko, uelewe kwamba mambo haya sio hivyo yalivyo. Na jambo lingine ni kuzungumza kidogo juu ya kanuni za mahusiano sahihi au mahusiano ya kimungu yanayokubalika mbele za Mungu. Kanuni chache, mambo machache. Na pia ninafikiri kama tukiwa na muda kuzungumza kidogo juu ya wale ambao kwa sababu moja au nyingine katika safari hii ya mahusiano wameingia mahali wakaumizwa na maumivu yale yametengeneza mistrust. Mtu haamini mtu mwingine, yani anapotaka kuingia kwenye mahusiano anaogopa kwa sababu ya maumivu alionayo au alioyapata katika safari ya kukua katika mambo haya ya mahusiano. Kwa tutazungumza kidogo kwa sababu ni mahali ambapo wengi wanafika na wanakwama na yanaathiri maisha yao kwa kiasi kikubwa sana, au yanawafanya wasijione kabisa kama ni watu wenye thamani, yani wajitizame chini, au yanafika mahali wanafanya maamuzi ambayo ni kwa ajili ya maumivu yao, lakini sio maamuzi yanaweza kuwa ni ya faraja yao. Tuelewe wote kwamba Mungu alianzisha mahusiano ya jinsia mbili kati ya Adam na Hawa, na lengo lake lilikuwa ni kuleta faraja kwa watu wake aliowaumba. Akasema katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18, si vema mtu huyu awe peke yake. Na katika mahusiano, yani nyinyi mnavyojiona hivi,
mlivyo, baada ya muda sio mrefu mtakuwa umri wangu na umri wa mama yenu. Mtakuwa mmeshapita mahali fulani. Haleluya. Mtakuwa mmeshapita mahali fulani. Sasa hivi ninapozungumza na nyinyi, mengi nawatazamisha mbele kwa sababu hamna sehemu yote ya nyuma ya kutizama. Lakini haya mengi tunayozungumza sisi wa umri wetu, na humu ndani naweza nikasema wa umri wa sisi watatu tu, mimi, mke wangu na mama ugu wangu, yaani watu tulio na miaka 60 kwenda huko, tunao neema ya kuweza kugeuka tutazame nyuma na tukaona kupitia maisha yetu kuna mambo gani ambayo yangeliweza kufanyika vizuri zaidi, au tukatazama hata tukashangaa pale Mungu alituvusha vipi. Na kwa hiyo maana yake ni kwamba tunaweza tukawa na neno la kukuambia likakusaidia. Haleluya. Amen. Sasa nitasoma maandiko ya neno yatakayokuwa kama msingi wa fundisho letu leo, na nitayafafanua kidogo, halafu baada ya hapo nitamkaribisha mama mchungaji ili aweze kuzungumza kwa kifupi juu ya jambo fulani nitakalolieleza, halafu nitaendelea tena. Nasoma Zaburi ya 128 mstari wa wajukuu zangu, mstari wa babu wa 14. Na Zaburi ya 128 inasema hivi, kama ukiweza kunisikiliza. Kisha andika ukinukuu, usisome, nikusomee mimi. Amen. Wewe nitazame mimi, nitakusomea leo. Maneno haya yanasema hivi: heri, yani amebarikiwa. Heri maana yake ni blessed, amebarikiwa. Amen. Amebarikiwa kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia yake, yani njia ya Bwana. Taabu ya mikono yake, nasoma mimi yake, imeandikwa hapa yako. Au niseme hivyo, taabu ya mikono yako hakika utaila, yani utafanya kazi na Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Amen. Anasema mstari wa 3, utakuwa heri na kwako kwema. Mstari wa 3, au niseme mstari huo wa 2 hapo, naposema taabu ya mikono yako hakika utaila, utakuwa heri na kwako kwema, yani utakuwa baraka, na kule Mungu atakako kuweka kwa ajili ya maisha yako kutakuwa ni kwema, kutakuwa ni amani. Haleluya. Inawezekana kabisa ukawa ni Mkristo mzuri usiye na waa, lakini kuna mambo fulani yasipotokea kama Mungu alivyoyakusudia, ukaishi maisha ambayo hayatakuwa toshelevu. Nisikilize vizuri, tuko duniani, tukifika mbinguni tutapata utoshelevu, lakini kuna mambo fulani kwenye maisha yetu pamoja na kuamini yakipungua, kuna kitu tunapungukiwa. Amen. Hata utakapoolewa au utakapooa, kuna mambo kwenye familia yako yakipungua, utajisikia kupungukiwa. Haleluya. Lakini tunamwamini Mungu wa utoshelevu, ambaye tukienda vizuri, hasa katika jambo hili la mahusiano, na nazungumzia mahusiano katika maana ya kwamba nazungumzia segment hiyo ya familia, kuna mambo mengi sana ambayo Mungu atakupa utoshelevu kwa sababu umekwenda vizuri. Na hapa anasisitiza jambo la kwanza ni kumcha Bwana. Heri mtu yule amchaye Bwana. Mstari wa 3 unasema mkeo atakuwa kama mzabibu uzaao vyumbani mwa vyumba yako, wanao kama miche ya mizeituni wakiizunguka meza yako. Hii sasa unaona anazungumza Roho Mtakatifu akionyesha mchakato au njia ambayo ukiipita utaona heri fulani, utaona neema fulani, utaona utoshelevu fulani.
Hawa wanaozunguka meza na kula pamoja sio watu ambao hawana amani, hawana mashirikiano, hawana umoja. Kwa hiyo moja ya vigezo vya kuweza kuwa na mustakabali mwema katika nyumba yako na ukawa heri na ukawa ushuhuda na mtu wa kupigiwa mfano katika jamii ni kufanya maamuzi sahihi katika masuala yote yanayohusu mahusiano. Utasoma kule mbele wanazungumza na mambo mengine mazuri zaidi kwenye ile mistari, lakini nilitaka kusisitiza hapo kwamba jambo hili tunalozungumza litatuletea heri nyingi sana katika maisha yetu. Wanasaikolojia wanasema 90% ya furaha ya watu walioko katika ndoa, katika familia, inatokana na mahusiano mazuri ambayo yanatokana na maamuzi mazuri wakati wa mchakato wa jambo hili. Na vile vile 90% ya mateso yako yanaweza yakatoka kwenye jambo hili. Mbinguni utaingia, lakini cha moto utakipata. Haleluya. Amen. Lakini kwa hiyo napozungumza na vijana ambao wako kwenye round miaka 20 na kuendelea hapo kidogo, ni vijana ambao sasa wanatamani kuingia kwenye mahusiano. Na wakati mwingine kwa ajili ya imani tuna feel kwamba tuingie kwenye mahusiano, tusiingie kwenye mahusiano, nafanya sahihi au sifanyi sahihi. Sasa nimwite mama mchungaji aje tutegulie kitandawili hicho. Karibu Neema. Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo? Marahaba. Nina furaha kuwaona, na kikubwa kwamba mmeweza kusikia mwito wa viongozi wenu na kuitikia mwito na kuwepo mahali hapa, kwa sababu ukiambiwa kwamba ni wengi wenu ni wanafunzi, kwa kweli ni kujitolea. Kwa hiyo Mungu awabariki sana kwa kuwa na wakati kama. Na mimi pamoja na mume wangu, mimi naitwa Neema, jina langu, mke wa Ray. Kwa sababu haya mambo mama mchungaji yamekuja baadaye, lakini ule mwanzo ulipoanzia ni Neema na Ray. Na Mungu ametujalia kama wachungaji kuchunga kanisa la vijana wa umri wenu, na kila siku sisi tunasema kwamba ni we call it a privilege, ni nafasi mbele za Mungu ya kuweza kuwekeza kwenye kizazi ambacho labda miaka 10, 20, 30 ijayo watakuwa wanaonyesha impact kwa kizazi kilicho nyuma yao kinachowafuata, na sio tu hivyo, lakini hata kwa ulimwengu uliowazunguka na kwa sisi, kwa taifa letu. Kwa hiyo ni kifupi tu niseme kwamba ni muhimu sana kuelewa tulipo na tunakwenda wapi. Cha kwanza cha msingi ambacho ningependa kuwakumbusha ni kwamba lazima muelewe ni nini kimewaleta chuoni. Yaani sisi wote tumepita huko, lakini lazima kama binti au kijana wa Kikristo uelewe kwamba shule yako ndio priority 1. Si ndio? Tunakubaliana hapo? Niweke msingi hapo. Yaani pamoja na mambo yote, lakini kilichotuleta, kilichonitoa Lushoto, kilichonitoa Mbeya, Kagera, wapi, ni shule yangu. Kwa hiyo focus yangu yote, pamoja na kumpenda Mungu, pamoja na kwamba umeokoka, lakini ni kuweka mizizi na kuikita katika shule yako, kuhakikisha kwamba unafanya vizuri, ili mwisho wa yote muda wako usipotee bure.
Na kwa hiyo niseme, kwa sababu hiyo sasa ninyi ni wanafunzi, lakini niwaambieni kwamba umri mlio nao, pamoja na kwamba ni wanafunzi, ndio wakati sahihi wa kufikiri na kutamani kuwa kwenye mahusiano, bila kuruhusu mahusiano ya legeze kamba zenu za viatu katika shule zenu, si ndio? Na nikisema kwamba ni umri sahihi, kwa sababu hupendi uingie kwenye mahusiano kwa ajali, hupendi uingie kwenye mahusiano kwa peer pressure, yani kwa sababu rafiki yangu Magdalena ana rafiki basi na mimi lazima nianze mahusiano. Hapana. Kwa sisi watu wa Mungu tunaanza na Mungu. Kwa hiyo maisha yetu katika umri mlio nao, sio dhambi kabisa kuwa kwenye mahusiano, lakini tunaanzia wapi? Labda nipite mimi kwenye ushuhuda wa maisha yangu kidogo tu, ili kueleza maana yangu ni nini. Mimi nimezaliwa, tuko watano kwenye familia yetu. Tulikuwa of course wawili hawapo sasa hivi, lakini wazazi wetu sisi walikuwa wakali sana. Sasa ukichukulia miaka hiyo, najua mpaka sasa hivi kuna wazazi wa namna hiyo, walikuwa wakali sana. Kwa hiyo tulikuwa tunaishi nyumbani waoga. Walikuwa na uwezo. Baba yangu alikuwa headmaster wa shule wakati huo. Mama yangu alikuwa mwalimu, librarian, na tumeishi kwenye familia ambayo ukitazama hivi kutoka nje utasema ni familia yenye uwezo. Lakini kitu kimoja ambacho tulikuwa nacho, hatukuwa na mahusiano yale ya karibu na wazazi wetu, kwa sababu wazazi walikuwa wakali sana. Na mimi nikasema kwamba kama mtoto nyumbani, kazi yangu kubwa ni kutii na kuwaheshimu wazazi wangu na kuwasikiliza bila yani sikuwa na mbadala. Nilisema pamoja na yote, kwa sababu tukiwa watano kila watu wana mitazamo yao, lakini niliweka lengo kabisa kwamba hawa ni wazazi Mungu amenipa, lazima niwatii mpaka dakika ya mwisho nitakapokuwa na uhuru. Sasa nimemaliza shule, nimeanza kazi na Mungu amenisaidia, nimeolewa, basi na maisha yangu. Na kwa kweli kwa kufanya uamuzi huo mimi kilinisaidia sana. Lakini nilipofika kidato cha 4, yani chini kabisa ya ninyi mlipo sasa hivi, nikamwambia Mungu, kwa sababu wazazi walikuwa wakali. Kwa hiyo mimi rafiki yangu, wala nilikuwa sijaokoka, rafiki yangu alikuwa Bwana Yesu, kwa sababu pamoja na ukali na nini walitufundisha kumuishia na kumpenda Mungu. Originally mimi ni Mluteri. Kwa hiyo ile kumcha Mungu, na kwetu kule Usambani kabisa ndani tunaishi yani kabisa kwamba huko ni kwa Wakristo, huko ni kwa watu wa madhehebu au dini nyingine. Kwa hiyo tulilelewa namna hiyo, tulijua kwenda kanisani, tulijua kuomba, yani vile vitu vyote vya msingi. Kwa hiyo mimi rafiki yangu nimesema alikuwa Bwana Yesu. Wakati nimemaliza form 4, nikasema ile likizo ile inayokuaga ndefu, nikamwambia Mungu, mimi najua kwamba ninakwenda high school, najua kwamba nitafika mpaka chuo kikuu. Yani ninachotaka kusema ni kwamba naamini wote mna malengo, hamkufika chuo kikuu kwa bahati mbaya mkajikuta kumbe nimefaulu. Lakini mtu lazima uwe na malengo kwenye maisha. Uko shule, una mipango gani juu ya maisha yako? Kwa hiyo nikamwambia Mungu, labda sijapata raha niliyoitaka katika maisha yangu ya utoto na usichana kwa sababu ya ile nature ya pale nyumbani kwetu. Lakini nikamwambia Mungu, neno moja tu naliomba kwako. Kuna mahali pamoja ambapo unaweza ukanipa raha kwenye maisha yangu, ni kwenye ndoa. Kwa hiyo nikamwambia Mungu, nisaidie ili niweze kupata mtu sahihi
ambaye sitarudi kwenye yale machungu niliyoyapitia, na kwa sababu kwa hiyo niko form 4, najua nitafika mpaka chuo kikuu, lakini nilianza kuomba mapema tu kama binti bila kumshirikisha mtu yoyote, lakini ni mimi na Bwana Yesu. Sasa nataka kuambia nini watoto wangu, maanake ninyi ni watoto, wengine ni wajukuu, lakini nataka kusema nini kwenu, kwamba maisha yako lazima yawe na mpango. Usitamani kuingia mahali kwa bahati mbaya. Yaani hata katika enzi zetu hizo ambazo tunasema kwa ninyi mnaona kwamba ni watu wa zamani, lakini mtu yoyote ambaye amekwenda hovyo hovyo ameishia kuwa na maisha ambayo ni hovyo hovyo. Kwa hiyo tunaanza mahali pa usalama pa kuanza na Mungu. Yaani Biblia inatuambia kwamba mkabidhi Bwana njia zako, umtumaini naye atafanya. Hiyo ni amen na halisi kabisa. Kwa hiyo ninyi katika umri wenu msiende kwa makundi, msiende kwa kutazama wanavyuo wenzenu wanavyofanya mkataka kufanana nao. Lazima mkubali kujitenga na yani kujidistinguish kabisa. Usione tabu kudharaulika kwamba na yule naye mshamba eti anasema ameokoka. Sisi tena enzi zetu sisi tulidharaulika sana tulipokuwa chuo kikuu. Mtu mko kwenye corridor anakuambia we Neema, hata humjui, kwa sababu sasa chuo kikuu watu wanakuwa wengi, humjui vizuri, labda yuko kwenye faculty nyingine, anakuambia hivi na wewe umeokoka? Umeokoka kweli? Yani mtu anakuuliza swali, ni kweli nimeokoka, lakini mpaka unafika mahali unajisikia vibaya, yani ile tu binadamu ulivyo. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba jalini wokovu wenu na kumtegemea na kumuomba Mungu, kwa sababu nafahamu sisi wakati wetu kuna watu tumekuwa nao jeshini, tumeingia chuo kikuu, wameokoka, lakini tumemaliza miaka 3, waliomaliza miaka 4 wameacha kabisa wokovu kwa sababu ya kutaka kufanana na fulani, hasa kufanana na ulimwengu, hasa katika mahusiano. Kwa maana kwamba unapoangalia mahusiano, angalia maisha yako yote. Yani unalenga nini? Kuwa tu kama wewe ni binti kama binti, utumiwe na huyu na yule. Yani mwisho unakosa heshima na mwisho unakuta unakata tamaa kwenye maisha. Au wewe ni kijana, unakwenda hovyo, hata huna msimamo wa maisha. Lakini nimesema kwa sisi kwenye mahusiano lazima kuanza na Mungu. Na kwa sababu Bwana Yesu ni rafiki mwaminifu, yani ni uwanja ambao unaweza ukafungua ukurasa na kumwambia kitu chochote. Hata kumwambia Bwana Yesu, niko mwaka wa kwanza, baada ya miaka 2 nitakuwa mwaka wa 3, nimemaliza shule, naomba basi kama ni mapenzi yako nipate mtu wa kufanana naye kutoka kwenye kundi hili. Na ukimwomba kwa dhati, Mungu anafanya. Kwa hiyo ninachotaka kuambia ni kwamba ni sahihi kabisa kuwa na mahusiano katika umri wenu, lakini lazima kumwomba Mungu. Usione tu kwa sababu rafiki yangu ana mahusiano, ameanza mahusiano au anafuatwa na kijana fulani, na wewe ukajiachia wazi. Wewe ni nuru, neno letu linasema ni nuru ya ulimwengu, yani ni taa. Ili tumeitwa ili tuwabadilishe wengine. Mimi nataka kuamini kabisa kwamba hata mahali ulipo unaweza ukawa sababu ya kuwafanya wasichana wenzako, vijana wenzako wa kiume wakutamani kwa ajili ya ule mwenendo ulioamua kuutembea, ambao ni kumuishia na kumjua Mungu. Kwa hiyo tunaanza na maombi, hatuendi kiholela, wala hatusimami mahali pa kutaka kufanana na fulani. Nyakati zenu hizi ni ngumu. Sisi wakati wetu tuko chuoni, tulikuwa tunaona wadada 1, 2, 3 wanaingiza wanaume vyumbani.
Wengine mtu anakaa na mtu ambaye hajaokoka, kwa sababu sisi tunapangiwa ile tunapoingia chuoni first year. Sasa nyinyi tena mko huru zaidi kuliko hata wakati wetu, kwa sababu sisi wakati wetu wote huko chuo kikuu wote mnakaa kwenye compound ya chuo kikuu, lakini ninyi sasa hivi mko huru mitaani. Unaweza ukafanya kitu chochote, ukawa huru, ukakutana na wanaume, ukakutana na wanawake wanakutafuta, lakini always kumbuka kwamba wewe umetengwa kwa ajili ya Kristo, na kwamba chochote unachokifanya Mungu anakuona, na hakuna kitu kibaya kama kukosana na Mungu, hasa ukishamjua. Kwa hiyo kwa maneno haya mafupi niseme, tulieni, muombeni Mungu, fungua moyo wako ulio wazi, kwa sababu tunaposema Mungu anazungumza kweli, ili hata akija, kama wewe ni mdada, akija kijana, au wewe ni mkaka umemwona msichana, usiende tu hivi, lakini ile uthabiti wa moyo wako na kusudi la moyo wako na mapendo, kwa sababu kupenda ni halisi kabisa, na kila mwanadamu amepewa kupenda. Sasa tu ni kuangalia, usije ukapenda mpaka ukaingia chaka. Penda ukijua kabisa kwamba nina maisha ambayo maisha yanayajenga. Hatujengi urafiki tu na kila mwanamume au na kila mwanamke, lakini ukiwa na malengo, ukimwamini Mungu atakusaidia. Kwa hiyo kaeni kwa usalama mkiwa vioni, msitake kuharibu maisha yenu, kwa sababu unaweza ukaona maisha ya sasa hivi ukajaribu ukajitahidi kuishi sawasawa na maisha ya sasa hivi, lakini maisha sio sasa hivi. Maisha ni miaka yako yote mingine ijayo. Ukiharibu sasa hivi utakuwa umeweka doa kwenye maisha yako ya baadaye. Kwa hiyo unapokuwa kwenye mahusiano, unapoingia kwenye mahusiano, tukimtanguliza Mungu, hakika Mungu ni mwaminifu, hawezi kutuacha kabisa. Mmenielewa eh? Kwa hiyo kwa kwenye mahusiano sio dhambi kabisa. Mahusiano yawe ya namna gani? Usipende kuhusiana na watu ambao hawajaokoka. Yaani lile neno ni amini na kweli kabisa, kwamba tusichangamane na watu ambao hawamjui Mungu. Ina gharama kwenye maisha. Yani binti zangu, hata akupendeje, hata awe tajiri namna gani, lakini usikubali kuingia kwenye mahusiano kwa maisha yako ya baadaye, halafu ukapendana na kijana ambaye hajaokoka au na binti ambaye hajaokoka, kwa sababu ni rahisi sana kusema nitamsaidia tu. Hata unaweza ukamleta mpaka kanisani, lakini yeye lazima awe na ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha, kwa sababu tena siku za leo wanasema kabisa, twendeni kanisani tutawapata ambao wameokoka. Lakini ukishakubali ukaingia kwenye nyumba ya mtu ambaye hajaokoka, au ukaoa mwanamke ambaye hajaokoka, yani ni moto, itakuwa mbaya, utakuwa umeharibu maisha yako. Ndio maana ni muhimu kuelewa kwamba ni kweli sisi tumekuwa, ni sahihi, ni umri wetu kuwa kwenye mahusiano, lakini lazima tuwe na angalizo. Mahusiano yaliyo sahihi ni yale yanayompendeza Mungu, ya kweli katika Ukristo na uthamani na usafi wa hali ya juu, si vinginevyo. Amen. Mungu awabariki. Karibu mwalimu. Karibu. Wapendwa, makofi mengine kwa mama mchungaji. Tumekuwa tukitumia generator na niliarifiwa na mkurugenzi kwamba umeme umerudi. Sasa kwa nusu dakika tuwaruhusu mafundi wazime, alafu atatuashia umeme ule usio wa generator ambao una uhakika zaidi. Karibuni.
Sasa leo nataka kuzungumza kitu kimoja, kwa sababu sio rahisi kuzungumza mambo yote, lakini sio kunakuwa na utulivu kwa sababu generator imezimwa, tusikilizana vizuri zaidi. Nataka kuzungumza juu ya kitu kimoja, mahusiano jinsi yalivyo. Na mniwie radhi, sijui kwa nini leo navuto sana huku, au labda madhabahu imekalia upande huu zaidi. Naona kila wakati nikizungukia hivi nimeshafika mbele huku sasa, alafu hao wanaweza kujisikia kama vile ni second class citizens. Nilikuwa nasema hivi kwamba mahusiano jinsi yalivyo. So unaona mimi na Neema, Neema njoo tena, samahani binti yangu. Kule kwetu sisi tunafundishwa hata kama mtu kakuzidi mwaka mmoja au miwili lazima umpe shikamoo. Neema amegoma kunipa shikamoo miaka yetu yote yani. Nilikuwa na demand kweli, anakataa, sema wewe ondoka hapa. Sasa mimi katika maisha yangu Neema ndio girlfriend wangu wa kwanza na wa mwisho. Si kwa uweza wala kwa nguvu, maana mwenzenu huwa anasemaga mimi mtoto wa mjini hapa. Sasa ukikosa mapanga, mimi nimesoma hapo kidogo chekundu, nimesoma shule ya msingi sasa mpaka nimemaliza, nimeingia sekondari Tambaza ya zamani. Ilikuwa ni matatizo makubwa, lakini Mungu alinisaidia, haleluya, mpaka tulipokuja kuokoka na nini. Na Neema mimi ndio boyfriend wake wa kwanza. Sasa nimesema hivyo makusudi kwa sababu sisi hatukupanga, lakini imekuwa ni neema hivyo eti yani usije ukawa wewe umeshakuwa nao watatu afu kaanza kujisikia vibaya. Karibu kaka. Na nimefanya hivyo kwa sababu ya kitu ninachotaka kuzungumza leo. Sisi tumeshaishi sasa miaka mingi kidogo. Wakati mwingine naona nataja mno miaka yetu yani. Mpaka mwisho watu wanaweza kusema mchungaji naye anatamba kuhusu miaka yake hii. Sisi tumeishi kwa kipindi kwa kweli, kama mnavyotuona umri wetu. Na tumeishi maisha ya amani sana. Kwa miaka yote 40 niliyokaa na Neema, sijawahi kujilaumu, sijawahi kumchoka. Nasema kweli mbele za Mungu. Sijawahi kumpa neno baya, kumtukana Neema au yeye kunikosea adabu. Sijawahi kukosa maneno ya kuzungumza na Neema. Yaani tunaweza tukazungumza mpaka tukapitiliza. Yaani tukikaa kwenye gari hapa kilomita 35 mpaka nyumbani tunazungumza tu. Labda kama ameamka kama hivi asubuhi sana ananiambia bwana, hebu ngoja nipate dakika 5 nilale. Bi dereva sasa, kwa hiyo ukimwendesha bosi huwezi kulala. Na niseme hivi, hiyo sio maombi. Sikiza, mimi ni mchungaji na nimeokoka miaka mingi kidogo, kwa nisikilize vizuri. Hiyo ninayoisema mimi sio maombi, sio kusoma Biblia. Kinachotuendesha hapo sio utaalamu wetu na upendo wetu kufundisha na kushuhudia neno la Mungu. Ni kitu kinaitwa tabia. Na tabia ni kitu cha kimungu, kwa sababu Roho Mtakatifu anapoingia kwenye maisha yetu anatubadilisha tukimpa nafasi hiyo. Halazimishi, lakini tukimpa nafasi hiyo anatubadilisha hatua kwa hatua. Jinsi tunavyoendelea kuishi tunabadilika, tunagundua madhaifu yetu, na kwa hiyo kugundua madhaifu yako, kujirekebisha ni tabia. Kumsamehe mwenzako kama amekukosea ni tabia. Ni tabia tu, kama mtu mwenye hasira. Mtu anaweza kaa na hasira kweli, lakini sio kwamba hajaokoka. Ndio Biblia inasema muwe na hasira lakini msitende dhambi.
ni tabia, ni tabia, na tabia iliyo nzuri ambayo unaweza kukaa na watu wasikuchoke, wasikuone, yani si aondoke tu, ni tabia ambayo imeruhusiwa kutengenezwa na Roho Mtakatifu. Haleluya! Kwa hiyo kama unatafuta siri kwamba itakuwaje wewe na mahusiano mazuri, anza kushughulika na wewe mwenyewe, sio na mwenzako. Anza kushughulika na wewe mwenyewe. Kama una tabia ya kununa, anza kuacha kununa. Jamani, Neema hanuni. Na wale wakaka wenzangu, jamani, mimi yo sina mtindo wa kununa. Sisi watu tunamaliza kesi zote kabla ya jua kuzama. Yaani hatuwezi kwenda kulala chumbani halafu tukalala kitandani hatuja resolve issues. Ni tabia yetu, kwa sababu hakuna kisichozungumzika. Sasa unanuna siku moja, siku mbili, siku tatu tutakupa cheti cha kununa, kwa sababu kununa ni tabia, na ni tabia inachosha, kwa sababu wale wanaonuna huwa wananuna kuadhibu wenzao. Amen, amen. Kwa hiyo leo nilikuwa nimeamua kuzungumza juu ya mahusiano gonjwa na mahusiano afya. Yaani ndio ninachotaka kuzungumza jioni ya leo. Nyinyi si mnayo mahusiano, wengine au hata wengine wanatazama chini wanajidai hawana. Si mnayo mahusiano? Yale mahusiano huwa kuna mbegu tunapanda kule kwenye mahusiano kila siku. Tunapozungumza, unapoanza kumlaumu, mimi nimetuma message, yaani nimekaa saa matatu hujajibu. Sasa yeye kwani yuko hapo kujibu message zako? Come on, he's busy. Ana mambo mengine ya kufanya, sio kujibu message zako. Ile malalamiko ni tabia unayapanda kwenye mahusiano. Kwa hiyo unapoendelea kupanda, mwisho mahusiano yako yanaanza kuumwa. Hata yakiwa kirafiki tu. Wewe hujai kuwa na marafiki mpaka ukaanza kuwakwepa. Shauri ya tabia. Yaani unakwenda naye mpaka unaanza kuona huyu rafiki bora ananitumia tu. Yaani contribution yake kwenye maisha yangu ni almost zero. Mimi ndiye ninayemshauri, akiwa na shida anakimbilia kwa mimi, ndiye ninayemsaidia, kama vile mimi sina shida zangu mwenyewe. Lakini kwa kulalamika na kujaribu kumlemea mtu mwingine ni tabia. Kwa mnapopanda vile kwenye mahusiano, unaanza kusema huyu mkaka hanipi zawadi. Akupi zawadi we nani? Tukuite zawadi basi. Kama kuna gift unisamehe, sina maana hiyo. Si unaelewa eh? Kwa hiyo zawadi ni tamu inapotolewa kutoka moyoni, ambayo hukuitegemea. Wanaita wenyewe nini? Surprise. Sasa kila siku unapata zawadi, lini utapata surprise? Si unaelewa eh? Kwa kule kulalamika ni kambegu unapanda. Ukipanda namna hiyo, hayo mahusiano yanaweza sifika yakaiva, yakazaa kuingia kwenye utaratibu wa ndoa. Kwa sababu unapofika pale mahali pa kufanya maamuzi sasa, kwamba sasa ni ukweli na uwazi, mtu anaanza kuwaza huyu mdada au huyu mkaka na mahasira haya, kwa sababu amemuona mkaka amezungumza na mdada, halafu sasa jamani wasizungumze. Anaondoka hapo amenuna kabisa, amekunja mdomo, umekuwa S. Halafu anarudi kwenda nyumbani, visimu sasa vimezeta. Yaani kuna watu wanajua kuandika message bwana, acha. Sisi wa zamani, ndio maana mimi niko group moja, nilikuwa namwonyesha mke wangu asubuhi, kaonyesha message 700. Sasa hao wanazungumza Biblia tu, ni wapendwa vijana. Yaani wanaandika benki. Kila nikisema ni intervene nitoe wazo fulani, message zimeshakuwa 200 za ile wazo lilotoka. Nachanganyikiwa kwa sababu siwezi kusoma hata 20. Kwa sielewi hata wanacho discuss kule. Basi nakaa natulia mpaka mada nyingine itakapokuja, na ikija kabla sijaingia wamesha. Kwa hiyo unakuta mtu anatuma, mnapanda kwenye mahusiano yenu vitu
vitakavyodhoofisha mahusiano yenu. Mtu asipokuambia kwamba tabia hii sio nzuri, sio kwa sababu anaifurahia. Ukishamweka kwenye kona ukampiga stress, shule inakataa kupanda kwa sababu mdada ameamua sasa nitamshughulikia huyu hanijui mimi. Kwa hiyo unamweka mahali ambapo unajua kabisa kwamba kwa mkaka hapa alipomweka atashika adabu. Unajishikisha adabu mwenyewe, kwa sababu kinachoshikishwa adabu ni mahusiano. Kwa hicho unachopanda, na kwa hiyo mahusiano yatadhoofika, yatakuwa mahusiano gonjwa, sio mahusiano afya. Sisi kwenye mahusiano, Neema alikuwa tuko chuoni tumeanza mahusiano, umesema akipita gengeni akipata papai kalileta kwa mkaka, anapanda upendo. Sasa huyu mdada, yani huyu mdada nikioa ndio akishakuwa mke wangu nitafaidi kweli kweli. Na sio kuact, akitabasamu anatabasamu usoni na mpaka moyoni, kwa sababu amenipenda toka nywele zake mpaka kucha za vidole vya miguu, vyote vinampenda Ray peke yake. Mpaka Ray anaelewa, anatambua, anasema mdada kwa kweli ananipenda. Na mdada naye anaitwa Neema, mpaka anafika mahali anajua kwa wale mkaka amenipenda. Mnaaminiana, hampandi kutokuaminiana. Mahusiano yanakuwa na afya. Kwa hiyo kama kuna jambo kubwa nilotaka kulizungumza leo na wewe, kama una mahusiano au kiingia kwenye mahusiano, uwe mwangalifu unapanda mbegu gani, kwa sababu mahusiano yanaishi. Hata watu wakioana kabisa, kama walikuwa wanapendana wakaanza kupanda mbegu ambazo sio sawa sawa, mahusiano yatafika mahali yatayumba kabisa. Utakuta ni wapendwa, mwisho utaambiwa, utaletewa kesi, mchungaji amenipiga kibao. Kumbe ulikuwa na maneno makali umetoa mpaka hasira zikampanda, akajikuta mkono umechomoka wenyewe kabla hata haja uambie uchomoke. Kimuuliza mbaba vipi? Sasa mchungaji nilikuta tu nimempiga. Lakini hakuna shetani wala pepo lolote. Mahusiano yanaharibiwa na watu walio katika mahusiano. Kwa hiyo niseme hivi kwamba kwa nyinyi vijana wangu tunaozungumza nao nyinyi leo, mjihadhari kuweka mazingira yatakayofanya mahusiano yenu yawe ya maumivu na yasiwe ya faraja. Haleluya. Sasa nasema hivi kwamba fundisho la msingi namba moja, lazima mtu anayeingia kwenye mahusiano ajue kwamba utambulisho ni muhimu kuliko mahusiano. Zaburi ya 139 mstari wa 14, mtunga Zaburi anasema nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu sana ya kutisha. Binti, haijalishi umepitia nini kwenye maisha yako, haijalishi umepitia magumu gani, madharau gani, ukaambiwa pua yako kama ya fisi au macho yako makubwa kama ya bundi, haijalishi chochote ulichoambiwa au ulichofanyiwa. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Nataka kutangazia jioni ya leo, binti yangu na kijana wangu, wewe ni mtu wa thamani sana na ni mtu wa ajabu sana, lakini kuwa hivyo inabidi wewe mwenyewe uamini. Kama mtoto wa rais au wa mfalme ataamini kwamba yeye ni omba, atakaa mtaani aombe, na hata ukienda kumwambia kwamba wewe baba yako ana kila kitu, atasema hapana, umenichanganya, sio mimi ni mtoto wa hapa nilipo, na mimi maisha yangu ni haya, siwezi kubadilika. Ni mindset. Leo tunao vijana hapa kanisani
ambao wametoka mtaani, wamekwenda shule, wana matumaini, wana maono sasa, kwa sababu tulikwenda kule mtaani tukawaambia, nyinyi sio watu wa chini, nyinyi ni watu wa juu. Na ndio ukweli wenyewe, kwa sababu na wameumbwa na Mungu na Mungu anawapenda na Yesu aliwafia. Kwa hiyo bila kwenda mbali sana na kuzungumza sana kukutia moyo kwenye hilo, hicho ninachosema ndio ukweli wa mambo. Lazima ujiamini. Wale ambao pamoja na dozi hiyo bado wako mbali kujiamini, wanasema mchungaji ongeza kidogo, hebu nyosha mkono. Sasa mchungaji, natamani nijiamini lakini bado naona niko chini, hebu ongeza dozi kidogo, labda moyo uinuke, hebu punga mkono. Okay, hawapo. Kwa hiyo manake wote mnajiamini, na kwa hiyo sina haja ya kuendelea kukaa hapo kuzungumza. Kwa hiyo kujiamini na kujitambua ndio identity, ndio utambulisho wako. Wewe ni mwana wa mfalme. Mungu mwenyewe ndiye alichagua kukuita mwana. Na Mungu akiwa upande wako, ni nani atakayekuwa juu yako? Kwa hiyo ndio hivyo tulivyo. Sasa mtu wa hivyo akijitambua hawezi kufanya vitu vya ovyo ovyo, hawezi, kwa sababu anajitambua status yake. Katika Biblia kuna hadithi katika familia ya Mfalme Daudi. Mfalme Daudi alipendwa sana na Mungu kwa ajili ya mtazamo wake na jinsi alivyomchukua Mungu. Mungu akamjalia akapata watoto. Mtoto wake mkubwa, firstborn, tunamuita sisi au anaitwa kwa lugha ya huko nje, huyu ndio crown prince, ndio mtu ambaye akiondoka Daudi kwenye ufalme, yeye ndiye atakayeketishwa katika kiti cha ufalme. Alikuwa anaitwa Amnoni, sio Selemani wala sio Yonathani. Sio Yonathani, anaitwa nani? Absalom. Huyo kaka yao mkubwa alikuwa anaitwa Amnoni. Amnon akampenda dada yake, mtoto wa baba yake, kwa mke mwingine. Kwa taratibu zao walikuwa wanaruhusiwa kuoa. Yule binti Tamari alikuwa mzuri mno. Samson uzalendo ukamshinda. Vijana wa kiume wengi wamekaa upande huu, ingaje Madau yuko upande ule wa kule. Hebu nione mikono yale vijana ambao wanasema mchungaji, kwa kweli semina hizi zinatusaidia. Hebu nyosheni mkono, mpunge mkono. Vijana wa kiume. Amen, amen, amen. Na wale wanaosema mchungaji, hujui mapanga yanayotukosa kosa huko mtaani. Yaani wakati mwingine tunakuja hapa Jumapili tumekwepa mengi. Hebu nyosha mkono hivi upunge kwa ujasiri. Kwani Mungu hajui? Mimi ndio sijui. Hebu nyosha mkono, punga mkono, najua upo. Kwa sababu aliyekwepa mapanga huyu ni jasiri, huyu ni shujaa huyo. Labda hamnyoshi kwa sababu mapanga yamewapiga mtaani. Yule ambaye panga limemkosa kupiga, hebu nyosha mkono. Sura hata usiponyosha mambo yako nayajua. Hapana, nazungumza naye tu, ni kiongozi lakini namtania tu. Na sema hivi, Amnoni akampenda Tamari. Akampenda so much kiasi ambacho Amnoni akaugua kabisa, akakonda. Wakafikiri labda akapata tatizo huyu, labda akapata ukimwi. Sasa ana marafiki zake. Marafiki ni watu muhimu sana. Marafiki zake watoto wa kijiweni wakaenda wakamwona Amnoni, vipi? Rafiki yake mmoja akamwambia, bwana, mimi ninashindwa hata kula kwa raha. Kwa nini? Bwana, nafikiria namna ya kumpata Tamari. Yule rafiki yake akacheka, akamwambia, Amnoni, hivi na akili nzuri wewe. Wewe mtoto wa mfalme, tena mrithi wa kiti cha ufalme, nenda kazungumze na Tamari. Akasema, ninaingiaje kule? Kule siwezi kuingia kwa utaratibu. Akaambiwa na rafiki yake, anampa akili. Sasa si unaumwa, uumwe kweli mpaka mfalme aje kukutembelea. Aambiwe Amnon, yani yu taabani, na mfalme akija akikuhoji, mwambie kwamba mfalme, mimi nafikiri kitakachonipa ahueni, dada yangu Tamari atumwe aje kuniseva, nihudumie huku ndani. Sinaona akili ya vijana hiyo. Wadada muwe macho.
Hiyo habari kwa vijana wa kiume iko hapa mbele ya vipaji vya nyuso, kwa maumbile, sio kwa sababu hawajaokoka. Siku nyingine tutazungumza juu ya hilo. Kwa hiyo mfalme kikamchanganya, lakini mwisho akasema kama anataka dadake aje kumhudumia, why not? Kwa akatoa amri, Tamari akaja kule ndani, akawa anamhudumia, anamletea chakula, uji, nini, jamaa anakunywa. Mwisho akamwambia naondoe watoto kwa sababu yani sina nguvu hata kushika kijiko. Kwa hiyo akaanza kumchotea kama anamlisha. Wakabaki wawili pale ndani wamefunga. Yule jamaa kumbe haumwi chochote, ana nguvu kama simba. Akamshika dadake. Dadake akamwambia, Amnon, kwa nini unafanya upumbavu huu? Wewe ndio mrithi wa kiti cha ufalme, Amnon, jitambue. Ukienda kwa mfalme kumwambia unataka kunioa, hawezi kukuzuilia. Kwa sababu Amnon alikuwa hajitambui. Wewe binti wa mfalme kweli, unaweza ukatembea mahali wanaume wanakuchezea, wanakudharau, mpaka mwisho unajiona vibaya. Lazima utembee kifua mbele, kichwa juu kabisa na macho na pua juu, kwa jeuri. Unaweza kuipata kwa Yesu. Yesu atakukamatia wa kukufaa. Mbona hapo mama zenu ambao walitulia na Mungu akatukamata wengine? Kumbe tunaombea tuko yuko form 4, mimi sijui. Sijaokoka hata kuokoka, mdada yuko kwenye press. Shanda, Bwana, nipe wa kunifaa. Haleluya. Kwa hiyo Amnon akafanya kosa la msingi kwa ajili ya kuto kujitambua kwamba angeliweza kabisa kumpata dada yake akawa mke wake kihalali na mambo yote akahalalishwa. Akambaka. Yule mdada akapiga kelele, akatoka na nguo yake, akachana nguo ile ubikira. Walikuwa wanavaa nguo kama ukiwa ni bikira kuna nguo unazovaa, akachana. Maana yake sina tena ubikira, sina cha kutambia. Halafu Biblia inasema Amnoni akamchukia Tamari mno kuliko alivyokuwa amempenda. Akamfukuza, akamwambia, kaka, sasa unaponifukuza unafanya kosa la mara ya pili. Afadhali ungeniacha tu na hivi nilivyokaa ndani humu wanikute humu, basi kesi ishie ndani. Ukinifukuza huko, alipomfukuza nje basi akatoka analia, anajitupia majivu. Kakake Absalom akaja akamwambia, dada vipi, kuna nini? Akamweleza kilichomtokea. Akamwambia, dada, wala hilo lisiwe tamu, njoo hama, ondoka huku, hamia kwangu. Akakaa. Yule bwana akakaa na huo uchungu miaka 2, na baada ya pale akamuua Amnoni. He killed him. Akamuua kakake. Kwa nini umefanya hivi kwa dada yangu? Sasa unaona mahusiano yanayopandwa mbegu ambazo sio sahihi yanakuwa ni mahusiano gonjwa. Amnon akafanya vibaya, akakosa kiti cha ufalme, akakosa na maisha. Sijui hata kama mbinguni aliingia. Of course na Absalom naye eventually alikuja akafa, akauawa. Lakini unaweza ukaona. Kwa hiyo nasema hivi, tamaa, maana Amnon kilichompoza ni tamaa. Tamaa zipo, na tamaa ni kitu kimeumbwa, kipo ndani ya system yetu. Kwa hiyo usianze kukemea tamaa. Unachotakiwa kushinda tamani kuenenda kwa roho. Sasa basi enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Both sides, upande wa vijana wa kiume na upande wa vijana wa kike. Kwa hiyo ukienda vizuri katika maisha yako, usipopanda vitu hivi vyenye uharibifu, usipopanda roho hizi ambazo ziko kinyume na mapenzi ya Mungu, una uhakika ya kwamba Mungu atakuongoza katika njia na atakusaidia. Lakini ukipanda, Biblia inasema mtu asiwadanganye. Mungu hadhihakiwi. Kila apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hiyo unataka mahusiano yenye afya, unataka mahusiano gonjwa, jitahidi kuangalia unavyofanya. Kama ulikosea, unao nafasi ya kutubu na kuendelea vizuri.
Haleluya, amen. Sasa baada ya kujitambua na kuwa na mahusiano mazuri, nasema hivi kwamba ni vizuri kujitahidi kupata uelewa. Ukisikia semina na hasa mahali sahihi, ni vizuri kuhudhuria kama hivi ulivyofanya leo. Hayo unaosikia leo usingesikia. Lakini pia sisi tuna systems kwenye kanisa. Kuna wachungaji tupo, mama mchungaji yupo, ni mama yenu. Nipo. Unaweza ukaja ukaniona au ukaenda ukamwona mama, kama mama, kuna jambo linanitatiza, ili upate maarifa. Hiyo ni point ya pili. Hakikisha unapata maarifa kuhusu mahusiano, maarifa sahihi. Kwa sababu njia hii kuna wengi ambao tumeshaipita, ambao tunaweza kukusaidia. Ukitaka uende mwenyewe unaweza kufika mahali ukakwama. Kwa hiyo mambo ya kuficha mahusiano mpaka hata kwa watu wa karibu na wewe, na hata ukipata matatizo unajaribu kuhangaika nayo mwenyewe, sio busara sana. Kwa sababu systems za sasa hivi zilivyo tofauti na zamani. Kule kwenye jamii kulikuwa na bibi, unaweza kwenda kumwambia bibi yako. Yaani kule kwenye utamaduni wetu kulikuwa na njia ambazo mtu unaweza ukapata taarifa na ukapata elimu. Sasa hivi ni sisi tunaowekwa mbele yenu ndio tunaweza kuwasaidia kuwajibu maswali yenu na kuwasaidia. Kwa mchungaji, mimi ninapokwama, au mchungaji, mimi ninapokwama ni hapa, kuna jambo hili linanipa shida. Tunaweza kusaidia. Wakati mwingine unaweza kufika umeingia kwenye mahali na panakuwa na tatizo na unashindwa namna ya kutoka. Ukiweza kusaidiwa na ukajua namna ya kutoka, utakuwa mahali salama. Lakini ukitaka tu kuendelea kwa sababu unataka kubaki na unafikiri kwamba ukisema watu sio watakushangaa au nini, husemi ovyo ovyo kwa kila mtu. Don't expose, usiji expose kila mahali, utapata matatizo. Lakini wapo watu unaweza kuwaamini, ambao unaweza kumwambia, mama, hapa mimi nimetatizika, nisaidie. Akakupa mawazo na akakupa madini namna ya kusimama vizuri katika njia. Na niseme kwamba katika mahusiano sahihi ambayo unaweza ukaingia, watu wengi sana wana relate mahusiano na masuala ya mahaba. Mahusiano sio mahaba peke yake. Ta mahaba yanakuja mwishoni huko kabisa. Lakini mahusiano mazuri na sahihi yanaanza katika ule urafiki wa kweli. Unajua marafiki ni marafiki tu. Si mnanielewa? Rafiki ni rafiki tu, sio mtu ambaye mna mahusiano ya zaidi ya urafiki. Kwa namsikiliza juzi Milka na Devi. Milka anasema rafiki yangu Devi. Sasa miaka mingi imepita wako kwenye hiyo, lakini wametembea njia ya urafiki. Devi anasema nilimwambia naomba niwe rafiki yako. Mama amesema sasa mko kwenye umri ambao unaweza kuingia kwenye mahusiano. Kama ukichagua kwamba sasa niko tayari, ni vizuri kuelewa mambo haya na kuelewa kwamba ni vizuri kuanza na urafiki kuliko kuanza na commitments. Kwa sababu unapokwenda katika urafiki wa kawaida, kaka na dada, unaelewa unaweza ukamuelewa mwenzako, unaweza ukaelewa hiki, unaweza ukasaidiana hiki, na baadaye mnapofikiria kwamba kwa kweli kuna haja ya kujicommit sasa, kwamba huyu dada, nimwambie dada, kwa kweli nafikiri kwamba wewe utanifaa. Sasa sikilize vizuri, kwa sababu sisi tulipokuwa tulikuwa tunapigwa marufuku kabisa habari ya urafiki. Sawa unasikia? Sisi tulipokuwa tumeokoka miaka hiyo, ilikuwa uwezi kusema habari ya urafiki. Kwanza ukizungumza, mchungaji, unasema watu wawe marafiki. Sasa hivi it's too late. Yani tumeshachelewa benki. Tumeshachelewa. Watoto wa primary school tayari wana relationships, wana maurafiki kutoka shule ya msingi. Kuna yule jamaa alituchukulia binti yetu hapa, alikuwa engineer akasomea DIT, akamwamshia majumba 6. Utakuwa unamfahamu. Kama umkumbuki shauri yako, mimi namjua.
Yule jamaa namuuliza, mmeanza lini? Sasa wamekuja wamemleta ofisini. Akaniambia, mchungaji, mimi huyu nimeanza naye yuko form 2 kama hivi. Unaelewa? Kwa hiyo nafikiri sio busara nikitaka mimi kuassume kwamba sasa hivi naweza nikawafundisha kwamba msiwe marafiki, msije mkajaribiwa. Sasa hivi tunasema kama mtu, kama alivyosema mama, kwa umri wenu tayari mnaweza mkawa na urafiki ambao unapelekea mahali fulani, lakini tuanze basi katika level ya kawaida ili tujifunze, halafu tuendelee mbele na mahusiano yetu yawe ni mahusiano ambayo yana base kwenye urafiki, na baada ya level hiyo, katika maana ya kukua, tutasaidiana kukua kiroho, kukua kiuchumi, kukua yani vitu vingi, mawazo kukua, ile growth, ile personal growth. Mtu anajiona kwamba nikiwa na fulani kuna vitu na gain, na miezi 3 iliyopita sikuwa hapa nilipo, katika maana ya uelewa wangu, katika maana ya commitment yangu kwa Mungu, katika maana hii. Sawa sawa? Sio mnaanza urafiki alafu mnakaa vipembezoni huko kupigana mabusu. Kwa sababu hiyo tayari mnakuwa mmesha move kwenda kwenye jambo lingine. Mabusu ya kazi gani? Unapanda mabusu kwenye mahusiano. Akisha zoea huyo, atambusu na mwingine usiyemjua. Si umepanda? Anatafuta uzoefu sasa ili ya kuchumu vizuri. Kwa hiyo tusiende huko kwa kufikiri ni uleo. Huo ni ushamba, ni ulimbukeni, kwa sababu kuna wengine wanafanya hivyo, na hizi tunazichukua kwenye media. Hizi tunaziona kwenye social media, hizi kwenye films, movies. Unaona kanatembea kama mdada hivi, mnafikiri kwamba ndio maisha halisi, kumbe wale wanacheza sinema. Alafu sio hapa, ni kule Ulaya. Basi unaona kwamba mtu akiwa kwenye mahusiano, hii ndio sample. Sasa sitaki kulaumu, nakwambia hii sio sampuli sahihi. Sampuli sahihi ni ya Kiswahili ya kwetu wenyewe, ambayo unapokuwa na mdada, kama mmeanza ni urafiki, ni kama mtu kaka na dada, mnaheshimiana vizuri. Mimi na Neema tulikuwa tunaheshimiana, mpaka kuna watu walikuwa niambia mimi, yule dada yako. Yaani mahusiano yetu yalikuwa ya karibu, lakini ya wazi na ya heshima, yenye ushuhuda, kiasi ambacho hata watu wasiookoka walikuwa wananifuata kuniuliza kwamba yule ni dada yako. Na siku walipojua wengine kwamba kumbe ni rafiki yangu na ni mchumba wangu, sasa baadaye walilani kweli. Kwa hiyo ninapozungumzia urafiki na maana hiyo, sina maana ule uzidio. Sasa watu wanakuwa kwenye actually mahusiano kama tunavyotafsiri wakati mwingine. Kwa hiyo tusiwe hivyo. Anasema Selemani, enyi mabinti wa Yerusalemu, ninawasihi kwa paa na kwa ayala, msiachochee mapenzi mpaka yatakapotaka yenyewe. Usitengeneze mazingira yatakayochochea hiyo kitu. Unakwenda kumtembelea mkaka au mdada chumbani kwake, mko wawili, mna akili nzuri kweli nyinyi? Alafu mtasema mmejaribiwa. Kwa hiyo tusipande vitu hivyo kwenye mahusiano yetu, ili tusimame mahali sahihi. Na niseme hivi kwamba kuna ndoto fulani au mambo fulani, dhana fulani ambazo sio za kweli kabisa. Kama mshasikia mambo ya soulmates na nini, hakuna kitu kama hicho. Ni stories ambazo zinatoka kwenye tamaduni nyingine na kwenye watu wanasema this is love at first sight. Wewe mkaka darasani katabasamu, kafurahi, alafu amesimama amenyoka hivi nini, sema yule mkaka, bwana, yaani nimemwona, nimempenda tu. Sawa, ishie hapo. Nitakwenda na maji na wakaka. Siku hizi, unajua zamani, mimi kwa Tanga, zamani kabila fulani hivi, nisiwataje maana wengine inawezekana mpo hapa, kutoka Moshi,
walikuwa wakija Tanga hawarudi kwao. Kwa hiyo wazazi walikuwa wanakataza kabisa wasiende Tanga. Naelewa na kule Tanga kulikuwa na story kwamba muwe waangalifu hapa mjini, kwa sababu kuna wengine wamekurupuka wakaenda. Sasa amekaribishwa na mdada ndani kwa watu, ndio kaone ninapokaa, basi na lugha laini ile nini, kaenda kaingia kakaa, ambia karibu, ngoja nikutengenezee chai. Basi amekaa, mama ananyosha mkono hivi, unakwenda mpaka kwenye kabati kule, unachukua kikombe unarudisha hapa. Sasa nimeingia wapi hapa? Sasa wakaka wa siku hizi wala siwatishi, story hizo zipo mijini humu. Kwa hiyo tulia kanisani, tulia kanisani na tulia kwa Yesu. Amina. Usiende na nadharia hizo. Na kuna wengine kwa ajili ya kuangalia movies na kusikiliza watu wanaitwa ma celebrities, wanaamini kabisa kwamba sex equals love, kwamba ngono ni kiashiria cha upendo, ni expression ya upendo. Wengine wanajaribu kuadvocate kabisa, nasema utamuaje mtu ambaye humfahamu bwana? Kwa lazima kujaribisha. Unajaribisha amekuwa gari huyo, pikipiki. Sio mpango wa Mungu huo. Kwa hiyo tunapozungumzia ndoto hizo za mchana ambazo sio kweli, ni mapando mabaya katika system yetu ya mahusiano. Huko mbele yatakuzalia vitu ambavyo sio sahihi. Picha chafu na lugha chafu ni mapando mabaya. Kwa hiyo tuseme nini? Sema hivi kwamba ni vizuri, ni muhimu kuelewa kwamba Mungu ambaye ndio mwanzilishi wa mahusiano yote ya watu wa jinsia mbili anazo kanuni zake na taratibu zake. Na kwa hiyo tuelewe kwamba tunapozungumzia urafiki unakuja kabla ya hisia. Huruhusu hisia zako, unaweza ukaruhusu urafiki, kuelewana tu, mnajuana, mnaelewana, mnasoma pamoja kama mko kwenye course moja, mnafanya kama hivi, lakini kwenda fellowship pamoja, lakini hisia zinakuja baadaye mbele kabisa. Na pia kutembea katika usafi ni jambo ambalo linatuhusu sisi wote kama Wakristo. Amina. Nimezungumza vitu vingi na nimejaribu kuvizungumza kwa kusummarize. Nilikuwa na maneno yangu hapa, nimejaribu kusummarize kwa sababu nilikuwa nimetaka ni rush, alafu niwape nafasi kidogo kwa ajili ya kuuliza maswali. Kwa hiyo nataka kusema jambo la mwisho hapa ni kwamba ni muhimu sana, kwa mfano tumepata nafasi kama hizi, ni muhimu sana kujaribu kuuliza maswali kwa uwazi. Kama unaweza uliza maswali. Nyinyi ni watu wakubwa sana, watu wazima sasa, sio watoto. Kwa hiyo kama kuna kitu kweli ukielewi, uwe muwazi kuuliza ili uweze kufaidika wewe na wengine, hasa tunapokuwa kwenye setting ya namna hii. Hata tunapokuwa tumemaliza bado sisi tuko accessible, mtu anaweza akaja akatuuliza maswali na tukamsaidia. Tunapojenga mahusiano yenye afya, tunaandaa ndoa zenye afya. Tunapoharibu mahusiano na yakawa ni mahusiano gonjwa toka wakati wa mwanzo, baadaye yatazaa ndoa gonjwa zitakazosumbuka. Sasa wakati unaandaa swali yako, baada ya kuzungumza sehemu hiyo nilikuwa nimetaka kuzungumza, nizungumze kwa ufupi sana sehemu ile nyingine ambao nilisema kwamba kuna wakati mwingine kwenye maisha watu wanakuwa wamepitia mambo yaliyowaumiza. Ngoja niwaeleze maumivu yanavyofanya kazi. Maumivu huwa yanafanya kazi, kwanza kunakuwa na sosi ya maumivu. Yaani kama kwa mfano mimi nimesimama hapa
benki, akitoka huko akija akinichapa kibao, yule nasema ndio chanzo cha maumivu yangu. Sawa sawa, eti amenipiga kibao, nimesikia maumivu. Yani kwa nini amenionea? Baada ya pale inakuja vita ya pili. Vita ya pili inayokuja ni vita ya mawazo. Naanza sasa mimi kutembea katika barabara ya hasira na wakati mwingine kisasi. Kwa nini amenifanyia hivi? Sasa lile halimhusu yule aliyesababisha haya maumivu, lile linanihusu mimi, na hili maana yake ni mimi ninajiumiza mimi mwenyewe, kwa sababu ninapowaza na kwenda kwenye mawazo zaidi na kwenda deep, ninachubua hisia zangu, ninaumiza hisia zangu. Mzazi amekuambia hebu lione, angalia lipua lake. Sasa yeye anasema vile, amemaliza anaondoka, anasahau kabisa. Wewe sasa unakwenda chumbani kwenye kioo, labda sijui unatafuta nini, afu bahati mbaya umejiangalia kwenye kioo. Ukishajitazama kwenye kioo hivi, ndio unashangaa kwamba kumbe lipua langu ni kubwa, kila siku nilikuwa silioni. Halafu sasa unaweza ukatembea na hiyo hata miaka 10 au 20, mawazo yako yanakuambia lipua lako ni kubwa. Akili yako inakuambia wewe huna akili. Ni mtu tu kakwambia, tazameni akili zake huyu kama babu yake kabisa. Na wengine wanasemaga kabisa kama baba yake au kama mama yake. Sasa unakaa, lile jambo linakuvaa, halafu unaliwaza, kwa sababu wewe ni binadamu, huwezi kuzuia wakati mwingine. Na unapowaza linazunguka, linakuumiza, linakuondolea confidence. Ukitaka kusimama mbele ya watu, kuna kitu ndani kinakuambia wewe huna akili, wewe sio kama hawa. Hebu niwaulize mimi swali, kuna mtu kweli anaweza akasoma mpaka kwenye level mliofikia nyinyi na akawa hana akili? Hata kama semester 1 alikamata masomo 3 potele mbali. Lakini kama umeweza kupenya mpaka ukafika kwenye level hiyo, wewe una akili. Sasa yale maneno yanayosemwa au matendo tunayofanyiwa, yale matendo kwanza yanatuchubua, yanatubruise, yanatuumiza nafsi zetu, kwa sababu tunabaki na maswali, na maswali hayana majibu. Tunaendelea kulemewa na kuendelea kukata tamaa. Mwisho yanatusukuma, yanatuingiza kwenye chumba cha gereza. Watu wanakuona unatembea, una furaha, huna furaha kabisa. Yaani mchungaji akichekesha kama hivi kidogo, amesema kitu cha kufurahisha, utacheka, utafurahi, utakaa hapo, utachangamka, tutapiga kidogo karibu sasa hivi, labda sio ni chai, sio ni vitu gani kule naona nyuma, utajisikia umeburudika. Ukisha rudi chumbani kwako, umekaa mwenyewe, yale mavitu yote yanakurudia. Yule mtu aliyekutendea vibaya, akakudhulumu ulipokuwa mdogo, akakuabuse, labda alikubaka au nini, anakuja kwenye mawazo yako, yale mambo yote yanakurudia. Na wakati watu wanakuona ni mtu kamili, huna matatizo na nini, hawaelewi sosi ya hasira yako ni nini. Lakini ukiambiwa kitu au ukishachukia, unachukia moja kwa moja. Mungu ashukuriwe umeokoka, kwa hiyo huwezi kufanya kitu kibaya, lakini ni kwa ajili ya kovu la maumivu, na mengine yamekaa muda mrefu sana. Sasa yale maumivu, yale makovu, yale magereza tulioingia kule tukafungiwa, yale yataathiri maisha yetu yote, yale yataathiri mahusiano yetu kabisa, yale yataathiri ndoa zetu kabisa. Kwa hiyo kuna haja ya kuyashughulikia. Lakini Mungu ashukuriwe, Yesu Kristo, simba wa kabila la Yuda, alipanda msalabani, akagongomelea yale mambo yote, akachubuliwa, akateswa, akakataliwa, akadharauliwa, mpaka akasulubishwa pale msalabani bila nguo, ili sisi aibu yetu iondoke,
ili tuweze kusimama na kusema mimi ni Ray. Hakuna kitu kinachoweza kubadilisha ukweli huo. Mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Hakuna kitu kitakachoweza kututenga na upendo wa Kristo. Hamjasoma sehemu ile kwenye Warumi? Je, ni uchi? Je, ni njaa? Je, ni nini? Je, ni vita? Je, vile vitu vyote, hakuna kitakachotutenga. Mungu aliamua yeye kutupenda sisi. Mungu anakupenda, amina. Na Mungu anajua jinsi ulivyotendwa, jinsi ulivyoumizwa. Don't stay there. Usisimame hapo. Ondoka, imetosha. Fungua mlango wa chumba hicho. Aliyekutesa hayupo wala hakumbuki. Msamehe, achilia, ili uwe huru, uendelee na maisha yako. Mbona wewe ni mtu mzuri tu, mbona ni kijana mwema tu, mbona wewe sio mtu mwenye mahasira. Acha, usimhesabie makosa. Kama ni mzazi, kama ni nani, wengine wamebakwa na wazazi wao, si mnasikia kwenye vyombo vya habari? Ni shida ambayo inaweza kukutesa maisha yote. Mwingine kwa ajili ya kutokujua akajikuta amefanya vibaya, akapata ujauzito. Anarudi kumwambia mzazi kwamba nimepata mimba. Anamwambia huwezi kuishi hivi, nani atakaye kuoa wewe? Twende nikupeleke. Anampeleka, anakwenda kutoa mimba bila kujua kwamba jambo lile kovu lake ni baya sana, ambalo linahitaji neema ya Mungu tu kusamehewa. Lakini Kristo alikwenda msalabani akamwaga damu atusamehe, atusafishe, atutengeneze. Yeye ametukubali. Kwa nini sisi tunajikataa? Kwa hiyo jioni ya leo, baada ya maswali yote na nini, wakati tutakapokuwa tunaomba kwa ajili ya mahusiano yaliyo bora, nitaomba pia kwa ajili ya wale ambao wamepita katika njia ambayo ni ngumu na wanatamani kile kitu cha ndani kitoke, kisiendelee kuwatesa. Kwa sababu kile, hata tukifundisha siku zote, bado utajikuta ukitembea unafika mahali unakumbuka mambo yale. Nataka leo yaishi, Roho Mtakatifu yabebe, yaondoe, na wewe mtu huru, uishi maisha yako ya furaha, uwe na mahusiano yako yaliyo safi, yenye afya, na umtumikie Mungu kwa miaka aliyokupa kuishi hapa duniani ukiwa na mahusiano bora. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Nimepambana na time. Amina. Sasa niulize kama kuna swali lolote. Ni ruhusu maswali machache. Nyosheni mkono ili nijue ni wangapi wana maswali. Najua maswali yapo. Ngoja baada ya spidi niliyokwenda nayo nasikana ukaanza kulitafuta tena kwa mbali swali. Litafute tu. Karibu benki utatuongoza kwenye session ya maswali. Amen. Amen. Tunaweza tukapiga makofi mazuri kidogo. Amen, amen. Basi tunashukuru sana mchungaji kiongozi ambaye ni mgeni wetu rasmi juma hili. Tukiwa tumemhitaji baada ya kusimama muda mrefu atulie kidogo. Kuna maswali yale ya live ambayo utauliza moja kwa moja. Kuna wale ambao pia wanakosa ujasiri, na utaruhusiwa uandike tu kwenye karatasi, utachukua. Lakini kwa sababu muda pia umeenda, wakati unaandika maswali hayo, kwa tunatoa kama dakika 10 za haraka bila kuharibu utaratibu, tupate kile ambacho tumekiandaa pale nyuma. Kwa andika swali